na habari za michezo za kitaifa. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema uwanja wa Benjamin Mkapa utafanyiwa ukaguzi wa mwisho na CAF leo Machi 20 tayari kutumika kwa mechi ya CAF kati ya Simba dhidi ya Al Masry mwanzoni mwa mwezi ujao. Msigwa amesema marekebisho yaliyotakiwa kufanyika tayari yamekamilika kama ilivyoelekezwa. Msigwa anasema uwanja uko tayari umesharekebishwa. Mchezaji mkubwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, eneo la pitch ambalo ndilo lilitolewa taarifa kwamba liboreshwe. Ni bahati mbaya wakati wa ukaguzi uwanja ulikuwa umetoka kutumika kwenye mechi ya Azam na Simba, na wataalamu walikuwa wamekata nyasi kwenye kima cha chini kabisa ili kuruhusu nyasi zote upya. Kwa hiyo tumefanya maboresho makubwa, tumetifua, tumeweka mbolea, tumesawazisha na tumemwagilia, nyasi zimerejea, uwanja umerejea katika ubora wake, na tarehe 20 kesho wataalamu kutoka CAF watakuja kwa ajili ya ukaguzi. Matumaini yetu ni kwamba wataondoa maelekezo yao ya kwamba usipoboreshwa hautatumika kwa mechi ya Simba na Al Masry, ili kuruhusu uwanja huu sasa utumike rasmi kwa mechi ya Simba na Al Masry. Kwa hiyo kwa kifupi uwanja uko tayari, umesharekebishwa, sisi tunasubiri mbungi. Kwa upande mwingine, Msigwa ameeleza kuhusu mafanikio ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia katika sekta ya michezo, kubwa likiwa ni maboresho ya miundombinu ya michezo. Msigwa pia amegusia maendeleo kwenye michezo yenyewe, akigusia ushiriki wa Taifa Stars kwenye AFCON, mafanikio ya timu ya taifa za wanawake, timu za taifa za vijana na vilabu mbalimbali kimataifa, ikiwa ni pamoja na Motisha Goli la Mama. Bali na mafanikio hayo, Msigwa ameeleza mikakati ya serikali kudhihirisha mchango wa sekta ya michezo kwenye uchumi wa nchi. Msigwa anasema mafanikio makubwa yanahusisha uendelezaji wa miundombinu ya michezo. Kwanza ni kuendeleza miundombinu ya michezo kwa maana ya ujenzi wa viwanja ambavyo katika awamu hii ya 6 tumeshuhudia kazi kubwa ya kujenga uwanja mpya katika jiji la Arusha, lakini pia maandalizi yakiwa yamefika ukingoni na tuko tayari kuanza ujenzi wa uwanja mpya wa mpira wa miguu katika jiji la Arusha, lakini pia tumeanza ujenzi wa viwanja vya mazoezi. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa katika awamu hii ya 6 yanayohusisha uendelezaji wa miundombinu ya michezo, na matarajio yetu ni kwamba miradi ikikamilika itakuwa imetupatia viwanja vikubwa viwili vyenye viwango vya kimataifa, mfululizo wa timu zetu za taifa katika mashindano ya kimataifa. Na timu kubwa ya soka ya wakubwa imeshiriki 2021, imeshiriki 23, imeshiriki 24, tutakwenda kushiriki 25 hii. Lakini pia tutakuwa wenyeji 2027. Jambo jingine kubwa zaidi ni hili la kwa mara ya kwanza Tanzania kuwa mwenyeji wa AFCON 2027 na maandalizi yake yameanza. Lakini tukiacha hilo la Taifa Stars, lakini pia hata timu zetu zingine za chini ya miaka 23, chini ya miaka 20, chini ya miaka 17 zote zinafanya vizuri na zinashiriki mashindano ya kimataifa. Kwa upande wa wanawake, Twiga Stars na wenyewe hivyo vijana wetu wa miaka chini ya 17 nao wana mafanikio makubwa. Kwingineko, kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kinatarajia kuondoka Dar es Salaam Machi 22 kwa usafiri wa SGR kuifuata Singida Black Stars kwa ajili ya mchezo maalum wa uzinduzi wa uwanja mpya wa Singida Black Stars uliopewa jina la Airtel Stadium. Afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe ameweza kueleza kwamba kikosi hicho kiliweza kuanza mazoezi rasmi siku ya jana, na pia ameweza kutaja baadhi ya wachezaji waliopo na kueleza ratiba, mipango na nia yao ya kuweka rekodi kwenye uwanja huo. Ali Kamwe anasema tunataka kuwa timu ya kwanza kushinda kwenye uwanja ule. This time around pia yumo. Kwa hiyo niwaambie wakazi wa Singida, Young Africans inakuja kamili hapo, na tunakuja kuzindua huo uwanja kwa sisi kuweka rekodi ya kuwa timu ya kwanza kushinda. Tuliwaambia na tuliwaonya Singida wakati wakifikiria timu ya kualika wangetafuta timu za daraja lao, lakini kwa kuwa wamejichanganya wametualika Young Africans, tutakwenda kuwashona pale pale na tutakwenda kuweka rekodi ya kuwa timu ya kwanza kushinda kwenye uwanja ule. Kikosi cha Simba kimerejea rasmi kambini hapo jana kujiandaa na mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup pamoja na robo finali ya CAF. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ali amesema walioingia kambini jana ni wote wasiokuwa kwenye majukumu yao ya timu zao za taifa, huku akigusia hali ya majeruhi Musa Kamara na Chemalon Pond. Ahmed Ali anasema walio kwenye timu za taifa
nao watajiunga na timu tarehe 27. Zoezi ya maandalizi kuelekea mechi yetu ya kombe la shirikisho ya benki ya CRDB dhidi ya Bigman, ambao mchezo utapigwa tarehe 27 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2025. Na wachezaji ambao wapo kwenye timu ya taifa ama timu za taifa, wao watajiunga na timu siku ya tarehe 27 hiyo, na itakuwa ni kujiunga na kuelekea Misri kwenye mechi yetu ya kombe la shirikisho dhidi ya Al Masry. Kwa hiyo mazoezi ambayo tumeanza hivi sasa specifically ni kwa ajili ya mchezo wa tarehe 27, lakini vile vile ni kwa ajili ya maandalizi kuelekea mechi yetu ya robo finali dhidi ya Al Masry. Bado tunaendelea kumuuguza Shemalon Fondo ambaye aliumia katika mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Azam FC, na hali yake inaendelea vizuri, japo bado madaktari hawajatupa hakika ni lini hasa Shemalon atarejea katika uwanja wa mazoezi. Kwa upande wake Musa Pinpin Kamara Spiderman, yeye ameshapona na ameruhusiwa, amekwenda kujiunga na timu yake ya taifa ya Guinea, na amefika huko amejiunga moja kwa moja katika uwanja wa mazoezi akijiandaa kuitumikia timu yake ya taifa. Mtazamaji, tukitazama habari nyingine, tunaambiwa klabu ya Azam FC inatarajia kucheza mechi mbili za kirafiki kabla ya kuwakabili Kengoli pale Mbeya kwenye mchezo wa NBC Premier League mwanzoni mwa mwezi April. Mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano cha timu hiyo Zakaria Thabit ameeleza sababu ya kucheza mechi hizo za kirafiki pamoja na kuweka wazi kile ambacho kinaendelea kwa sasa klabuni hapo. Zaka amesema mashabiki watarajia mabadiliko makubwa ya kiuchezaji ndani ya kikosi, kwani kwa sasa benchi la ufundi linafanyia kazi makosa yote yaliyojitokeza katika michezo iliyopita. Zaka anasema timu iko mazoezini, kuna kitu ama kuna vitu vitabadilika. Kwa tunatarajia kuwa kama mechi mbili hapa katikati kuanzia weekend inayokuja. Mazoezi yanakwenda vizuri na mipango hiyo justification yake utaona mazoezini. Kwa namna mazoezi yanavyoendelea, yanaendelea vizuri sana. Tukiwa na matumaini kwamba kuna vitu vitabadilika kutoka hali ilivyokuwa katika mechi zilizopita. Kuna makosa yatafanywa kazi. Muda huu wa mapumziko umekuwa mrefu sana, kiasi kwamba mwalimu amepata muda mrefu wa kufanyia mabadiliko, marekebisho ya vitu vyake ambavyo vilikuwa vimemtatiza. Na kikosi cha Taifa Stars kinatarajia kuondoka nchini Machi 21, kwa maana hapo kesho kuwafuata Morocco kwa ajili ya mchezo wa kufuzu kombe la dunia. Kocha msaidizi Juma Mgunda ameweza kueleza maendeleo ya kambi na maandalizi ya safari. Na wachezaji Shomari Kapombe na Simon Msuva wametoa neno la matumaini kwa Watanzania. Mgunda anasema wachezaji wawili tutakutana nao kule. Naamini kabisa inshallah heri itapatikana na uwezo wa kufanya vizuri ni mkubwa. Tunasafiri hapa tarehe 21 kutoka hapa kwenda Morocco kupitia Kia. Kwa hiyo wachezaji wengine tutakutana nao kule. Kwa sababu mechi kule tarehe 25, tukiondoka tarehe 21, wewe tarehe 22 tutakuwa tuko Morocco. Kwa hiyo zile siku mbili za Morocco tutakutana nao kule na tutaendelea na training. Na imani kwa sababu wanatoka kwenye timu ambazo sio kwenye mashindano. Kwa hiyo namna utimamu wao wa mwili utakuwa uko vizuri tu. Ambayo iko mbele yetu sio nyepesi kama watu wanavyoifikiria, maana tushacheza nao zaidi ya mara moja na tumepoteza zaidi ya mara moja pia, lakini kama wachezaji tunajiandaa na amini huu mchezo tutafanya maajabu na watu hawataamini. Tunaweza kusema kwamba tunaendelea kupokea mafunzo kutoka kwa benchi letu la ufundi na tunaendelea kuyafanyia kazi yale mazuri na makosa ya timu ambayo tunaenda kucheza nayo.